Hello wadau wetu wa Kingo Farm. Nadhani huu ni msimu ambao tunaanza kufuga kwa ajili ya sikukuu za Krismasi na mwaka mpya. Wengi wetu huwa tunapenda kufuga broiler ili tuweze kufanya biashara hiyo. Kwa hiyo wewe mfugaji wa broiler au chotara kwa ajili ya nyama, nadhani hii video ya leo itakufaa sana. Video ya leo tutaelekeza jinsi ambavyo unaweza ukawaboosti kuku wako ili uwauze vizuri, waingie sokoni wakiwa na uzito mkubwa. Lakini kama ulikuwa ukifuga siku 28, basi urudi nyuma, uishie kwenye siku ya 24 na uzito wapate ule ule ambao ulikuwa ukiwafikisha siku ile ya 28. Kama ulikuwa hutumii michanganyo hii mitatu ya asili. Hii michanganyo nitakayokutajia leo ni michanganyo ya aina tatu tofauti ambayo kama utaitumia vizuri kwa broiler wako angalau kwa kila wiki siku 5 utawapa michanganyo hii ya asili, basi broiler wako watakuwa na uzito mkubwa sana, watapata vifua vipana, lakini vile vile utawaingiza sokoni haraka sana kwa sababu watakuwa ni kuku ambao wanakuwa kwa spidi sana kama utakuwa ukiitumia vizuri kabisa hii mchanganyo. Na hii michanganyo hakikisha katika siku 7 angalau siku 5 unaitumia vizuri kabisa kabisa kabisa. Ukifanya hivyo utafanikiwa. Lakini hii michanganyo pia kazi yake sio kuboosti tu. Hii michanganyo inalenga pia kukinga magonjwa mbalimbali. Kwa mfano, kuna mchanganyo ambao utakinga mafua, kuna mchanganyo ambao utakinga kideri, na pia kuna mchanganyo ambao utakinga gomboro. Kwa hiyo utaona kama utaitumia vizuri hii michanganyo, hautanunua pia hizi chanjo ambazo huwa tunazinunua, kwa mfano chanjo ya kideri labda ya mafua, lakini vile vile chanjo ya gomboro. Kwa sisi Kingo Farm hapa shambani kwetu hizi chanjo huwa hatuzinunui, na tuna vifaranga ambao kwa sasa tunao bandani, tunawafuga bila kutumia hizi chanjo za dukani, tunatumia hizi za asili, lakini vile vile tunaongeza kwenye hii michanganyo ili iweze kuboost, ili tuweze kukimbizana na muda, lakini kuku wetu waweze kuwa wenye ubora, wenye afya nzuri, lakini vile vile kuku wasiokuwa na kemikali. Nipende kuwakaribisha sisi Kingo Farm, tunatoa huduma ya mafunzo ya ufugaji kwenye kundi la WhatsApp ambapo wala yake ni shilingi 8,000 kwa muda wa miezi 2. Hapa huwa tunaingiza vifaranga, tunakuonesha jinsi ambavyo tunahudumia kuanzia siku ya kwanza mpaka tunawapeleka sokoni, lakini vile vile kama una maswali utauliza na utajibiwa, ila ikiwa umelipia hii ada ya shilingi 8,000 na tumekuunga kwenye kundi letu la mafunzo ya ufugaji. Pia tuna vitabu 5 venye miongozo mbalimbali ya ufugaji kwa kutumia tiba za asili, lakini vile vile kwa kutengeneza chakula wewe mwenyewe, chakula cha kuku wako kwa kutumia malighafi ambazo zinapatikana kwenye mazingira ya kawaida. Kitabu cha kwanza ni kitabu cha safari ya ufugaji. Hiki kinakupa miongozo ya kumfuga layers pamoja na chotara. Pia tuna kitabu cha tiba za asili za kuku. Hiki kina tiba za asili ambazo zinatumika kwa kuku aina zote. Kuna booster za asili, kuna vitamini za asili, pia kuna chanjo za asili. Na kitabu cha 3 ni kitabu cha ufugaji bora wa kuku wa kienyeji. Kitabu cha 4 ni kitabu cha ufugaji wa broiler, lakini kitabu cha 5 ni kitabu cha muongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Huu muongozo unakupa ratiba kamili ya kutumia booster za asili kila siku kwa kuku ambao unawaandaa kwa ajili ya nyama au kwa ajili ya mayai. Kina sehemu mbili, kina sehemu ya namna ya kutumia tiba za asili kwa kuku wa nyama, kuna vitu vyake, lakini pia kuna namna ya kutumia tiba za asili kwa kuku wa mayai, na hapo kuna booster zake au kuna vitu vyake ambavyo utaenda kuvitumia kwa ratiba maalum. Ni kitabu kizuri sana kwa mtu ambaye anatamani kufuga kwa kutumia tiba za asili. Hiki kitabu kinakupa muongozo mzima, ni kizuri sana sana sana. Kitakupunguzia gharama, lakini pia kitafanya kuku wako waweze kuwa na afya bora na waweze kuwa na uzito mkubwa au waweze kutaga mayai mengi. Gharama za kila kitabu ni shilingi 10,000. Kila kitabu gharama yake ni 10,000. Ukilipia tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp, au kama una email tunakutumia kwenye email yako. Ni papo hapo ukilipia unatupatia namba yako ya WhatsApp au email yako, tunakutumia kitabu chako. Kama unahitaji huduma hizi, huduma za vitabu au kuungwa kwenye kundi, chukua namba hapo kwenye video na utupigie ili tuweze kukuhudumia. Unaweza kututumia ujumbe WhatsApp au ukatupigia. Sasa tuendelee na mada yetu. Tuanze na ile booster ambayo ipo vizuri zaidi. Hii michanganyo yote mitatu iko vizuri, lakini huu nitakaoanza nao, huu uko vizuri zaidi. Kama wewe ni mfugaji wa broiler au chotara wa nyama, hakikisha hukosi kuwawekea mchanganyo huu kwa kuku wako. Kitu cha kwanza ni majani ya mpapai. Mchanganyo wako utakuwa una majani ya mpapai, una kitunguu saumu, una tangawizi na una pilipili. Huu mchanganyo wa majani ya mpapai, kitunguu saumu, tangawizi na pilipili. Hakikisha mchanganyo huu unawapa siku 5 katika wiki ambayo ina siku 7.
Yani ukifanya hivyo wiki hii, wiki inayofuata unaweza ukawapa booster nyingine, na wiki inayofuata pia unaweza ukarudia booster hii au ukawapa booster nyingine, inategemea na matilio haya kama yanapatikana kwenye mazingira yako ya kawaida. Kwa hiyo mchanganyo huu kwa wewe mfugaji wa broiler usikose kabisa, yani usiache kabisa huu mchanganyo. Tukija na kwenye mchanganyo wa pili, huu mchanganyo wa pili wenyewe unakuwa na kitunguu saumu, tangawizi, pilipili, unaweza kuongeza na limau. Pia huu mchanganyo ni mzuri sana kwenye kuwaboost kuku wako, lakini pia huu mchanganyo huwa unakinga magonjwa ya virusi pamoja na bakteria. Kwa mfano huu mchanganyo ni kinga nzuri sana ya ugonjwa wa mafua. Inakinga vizuri sana mafua. Hapo nyuma mchanganyo huo wa majani ya mpapai sija kuelekeza nadhani. Huu mchanganyo wenye majani ya mpapai pia ni kinga ya gomboro. Ukiutumia huu hauna haja ya kutumia chanjo ya gomboro. Na huu mchanganyo wa pili ukiutumia pia hautakuwa na haja tena ya kutumia chanjo ya mafua. Huwa tunawapa ile NDIB ambayo kwa ajili ya kuwakinga kideri na mafua. Kwa hapa hautatumia kabisa tena chanjo yoyote ile ya mafua kwa sababu mchanganyo unajitosheleza. Sasa tuende kwenye mchanganyo wa tatu ambao ni muhimu sana kwa broiler kwa sababu una boost, lakini vile vile huu mchanganyo wa tatu unakinga kideri. Kama utautumia huu mchanganyo basi hautakuwa na haja tena ya kutumia chanjo ya kideri. Huu mchanganyo unakuwa na majani ya aloe vera, unakuwa na kitunguu saumu, tangawizi, pilipili pamoja na limau. Unaweka hivi vitu vyote. Mchanganyo huu lazima, yani kitu cha muhimu sana hapa ni majani ya aloe vera. Hii limau unaweza ukaweka au usiweke, lakini muhimu zaidi ni majani ya aloe vera. Haya majani ya aloe vera yanasapotiwa na vitu kama kitunguu saumu, tangawizi, pilipili kwa ajili ya kuongeza hamu ya kula, lakini vile vile kwa ajili ya kuwaongezea joto vifaranga na kadhalika. Kwa hiyo hakikisha unawapa mchanganyo wa namna hii kuku wako au broiler wako, labda kama ni chotara ambao unawaandaa kwa ajili ya nyama. Ukitumia hii michanganyo mitatu hautakuwa na haja hata ya kununua hizo chanjo kama ambavyo nimekutajia, lakini hii michanganyo ina boost vizuri kabisa, au kuku ina boost kwa haraka zaidi. Yani ina boost haraka sana kuku wako, unawaingiza sokoni mapema kabisa. Pia hii michanganyo ina vitu ambavyo vinaongeza hata hamu ya kula. Kwa hiyo hata ukiwapa hii michanganyo utakuta kuku wako wanakula vizuri, na kama wanakula vizuri manake wataweza kuingia sokoni haraka au wataweza kupata afya nzuri kabisa. Pia hii michanganyo ina vitu ambavyo vinarahisisha mmeng'enyo wa chakula kwa sababu kuna vitu vingi hapo ambavyo vina fibers kwa wingi, huwa vinasaidia mmeng'enyo wa chakula uweze kwenda haraka zaidi. Na booster nyingine ya nyongeza, hii booster ni kama addition unaweza kuongezea, ni maganda ya ndizi. Unga ule wa maganda ya ndizi au maganda ya ndizi yenyewe unayachukua, unaweka maganda ya ndizi, unaweka kitunguu saumu, unaongeza na tangawizi, unawapa pia. Ukipata siku zako 3 ukawapa mchanganyo huu utakuwa umewasaidia sana kwa sababu hata huu mchanganyo pia una boost. Japokuwa haya maganda ya ndizi huwa yasimami kama kinga au chanjo ya ugonjwa wowote ule, yenyewe huwa yanasimama kama booster. Kwa hiyo hakikisha pia siku nyingine ukipata maganda ya ndizi ukayasaga, pia ukaweka kwenye maji yao. Utaweka maganda ya ndizi, kitunguu saumu, tangawizi, utawapa kuku wako walau kwa siku 3 au 5 kwa wiki. Ukifanya hivyo utakuwa umefanya vizuri kabisa kwa kuku wako, wataingia sokoni wakiwa vizuri. Ukitaka kujua vipimo mbalimbali ambavyo utavitumia humu, tunakushauri ununue kitabu chetu cha tiba za asili au kitabu cha ufugaji wa broiler au kitabu cha muongozo maalum wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Utaona vipimo vyote ambavyo unaweza ukavitumia kwa kutengeneza michanganyo hiyo yote. Karibuni sana mpate huduma zetu za vitabu pamoja na kundi la mafunzo. Chukua namba kwenye video kama unahitaji huduma hizi na utupigie.